Nipo kwenye shimo kubwa sana lenye giza kali sana, na kuna kelele sio za binadamu, kelele za kutisha kama matetemeko ya ardhi yani. Okay. Yani inatisha sana, yani siwezi kupata maneno ya kuyaeleza. Sauti ambazo hazieleweki, lakini ni zenye kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumia kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Kama ndivyo, tunabudi kusema asante kwa yeye ambaye anatuwezesha na kutufanya tuweze kuwa hai wakati wote. Nakaribisha sana siku ya leo katika kipindi cha Ushuhuda, kipindi ambacho watu wanashuhudia watu mbalimbali mambo makubwa ambayo Mungu ameweza kuwatendea katika maisha yao. Tutajifunza vitu vingi sana, na vile vile kama umekata tamaa kwa namna moja ama namna nyingine, lakini basi kupitia kipindi hichi cha Shuhuda kitakuinua na utaangaza pia. Karibu sana, hii ni Moto wa Yesu. Karibu sana. Leo nipo na mgeni, nipo na baba yangu hapa, anaitwa Richard Luge Malila. Lakini nikukumbushe neno moja tu, kama bado hujasubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi fanya hivyo kwa sasa hivi ili mradi usipitwe na update zote ambazo tumekuandalia. Karibu sana na Mungu akubariki. Baba, heshima yako. Amina. Karibu sana. Nashukuru. Ndio. Labda jitambulishe wewe binafsi, watazamaji wa kufahamu vizuri zaidi. Mimi naitwa Richard Luge Malila, ni mtoto wa huduma ya Moto wa Yesu. Naam. Ninaishi hapa Mbweni. Sawa. Karibu sana baba yangu, na nafahamu kuna mambo mengi sana ambayo yalishawahi kutokea nyuma, na leo hii ungependa kushuhudia watazamaji pamoja na watu tofauti wakitazama, basi wajifunze kwa namna moja nyingine, lakini kuna wale ambao wamekata tamaa na wapate kuinuka na kusema kwamba kumbe jambo hili linawezekana. Kwa hiyo karibu sana. Nashukuru. Hichi kisa ni cha siku nyingi. Ndio. Na nimeshangaa sijawahi kukizungumza, ingawa mke wangu anakifahamu, hata ndugu zangu. Ilikuwa mwanzoni mwa miaka ya 2000. Nilikuwa naishi Upanga. Kipindi hicho mimi nilikuwa cha pombe sana. Nilikuwa nakunywa sana bia, hizi whisky. Na siku hiyo kweli nimetoka ofisini kama kawaida, kaenda na wenzangu tukanywa pombe. Kufika kama saa 6 usiku hivi nikarudi nyumbani. Kapaki gari. Kufika ndani nina historia ya tatizo la pumu. Sasa nikashangaa hali yangu imebadilika ghafla na ikawa mbaya sana. Nikamwambia mke wangu siwezi kupumua, nikimbize hospitali. Na hata uwezo wa kuendesha gari nilikuwa sina. Bahati nzuri kwa sababu ile ni gorofa, nyumba ya juu kuna kijana driver. Ndio akaja akatukimbiza hospitalini. Hospitali inaitwa Tumaini, hapo karibu na makao makuu ya jeshi. Basi kufika pale nilikuwa nishapoteza fahamu. Kwa hiyo wakanibeba, nasikia wakanipeleka theater pale, wakaanza kunifanyia ile kwa Kiingereza resuscitation, kunirudishia uhai kwa madudu ya umeme yale. Mimi wakati huo sijui kinachoendelea na sijui ilichukua muda gani, lakini baadaye nikaona picha kama ndoto hivi. Nipo kwenye shimo kubwa sana lenye giza kali sana, na kuna kelele sio za binadamu, kelele za kutisha kama matetemeko ya ardhi yale. Okay. Yani inatisha sana, yani siwezi kupata maneno ya kuyaeleza. Yani ni sauti ambazo hazieleweki, lakini ni zenye kutisha. Ndio. Kutisha sana. Na naonyeshwa hivyo, alafu niko angani usiku. Nyota, nimezungukwa na nyota zinang'aa sana. Alafu nasikia sauti nzuri sana. Sauti nzuri sana zinaimba, nzuri sana.
na hatimaye nikasikia sauti yenye mamlaka, sauti nzito sana. Yeah. Mwanangu, acha dhambi, ukiendelea na dhambi unarudi huko uliko kuona. Ghafla nikazinduka. Kumbe nilivyozinduka, na kufungua macho, namwona mke wangu, namwona dada yangu mkubwa na rafiki wa dada yangu. Nikaanza kutoa machozi, nikatoa machozi mengi, sio machozi ya maumivu au ya huzuni, sio, ni machozi ya furaha tuseme, excitement, furaha. Yani nikaanza kuwasimulia hawa, kasema kitu gani, halafu nimepona. Yani kile nilichopewa, nimepelekwa pale na matatizo. Na wakati ule nilikuwa mzima. Okay. Napumua vizuri kabisa, ile tatizo liliondoka kabisa. Sasa ile ndoto imekuwa ikijia nafasi mbalimbali, lakini kwa mbali sana. Ndio. Sasa leo nina chumba changu cha maombi pale. Nikiamka asubuhi nishapiga mswaki na kwenda pale kwenye kiti changu. Nikaomba. Baada ya kuomba nikasema nasoma, niko kwenye kitabu cha Mwanzo, nimerudi nasoma. Na nilikuwa nasoma kitabu sura ya 28 nafikiri. Kuhusu Yakobo. Okay. Alivyoambiwa na babake aende katafute mke ujombani. Ndio. Sasa nasoma ule mstari kwamba amefika jioni akaamua apumzike. Kachukua jiwe kajiwekea kwenye kichwa akapumzika. Sasa akaona ile ndoto ya ile ngazi imeshuka na malaika wa Mungu anapanda na kushuka, na kule juu amesimama Mungu. Ghafla rohoni nikakumbushwa ile ndoto. Sasa nikamshangaa Mungu, nikatafakari pale, nikaomba. Lakini roho ikaniambia inabidi ukamwambie baba hii. Sasa unaona? Ndio. Kwa hiyo hicho ndio kilichonitokea. Sawa. Na unahisi ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka ukapata maono mazito, na siku ambayo umerudi nyumbani tena ukiwa umelewa, na hilo tukio ndio likakutokea nyumbani kwako? Baada hapo kupeleka hospitali, ndio ukajikuta tayari sasa umetoka katika eneo ambalo naweza tukasema kwamba alisemuliki, yani kwamba ni kwenye shimo kubwa lenye kiza. Tunaweza tukasema ni kwamba ni kama jana nafikiri ndio tukasema hivyo. Sasa ningependa labda nifahamu kipindi hicho Richard alikuwa ni mtu ni mtu wa aina gani ikapelekea mpaka Mungu akaja akamwonyesha maono mazito kiasi hicho? Ukweli mimi nilikuwa mtu wa duniani sana. Kwa kweli nilikuwa mtu wa pombe. Ndio. Sio pombe tu, nilikuwa na tabia sio nzuri, tabia ambazo asizozipenda Mungu. Yes. Unaona? Ndio. Nilikuwa na makundi sio mazuri, na muda wangu wote ulikuwa unaishia baa. Okay. Unaona? Ndio. Na haya ni mambo ambayo yanamkwaza Mungu, na najua kweli hata kipindi kile nilikuwa namkwaza sana mke wangu. Hata dada yangu aishanilalamikia sana kwa hiyo. Kwa kweli maisha yangu yalikuwa ni maisha waita rebellious, yani maisha ukosefu wa utii kwa sauti ya Mungu. Unaona? Ingawa mimi kwa asili kuanzia udogo mimi nilikuwa Mkatoliki. Mimi nimetumika sana kanisani, sana. Nimetumikia kanisani. Hata baba alikuwa anasema mimi mwenyewe nilikuwa na ndoto ya kuwa padri. Hata nyumbani alikuwa anajua nitakuwa padri. Sasa lakini nilivyokuwa ikaishia huko njiani huko. Unaona? Kwa hiyo ukweli ni kwamba nilikuwa na tabia ambazo sio tabia za kumpendeza Mungu. Unaona? Na zilikuwa tabia za uasi. Ndio.
tabia ambazo badala ya kuchota baraka zinaleta mahangaiko na laana. Kwa mimi naona lile tukio kwa kweli ni neema ya Mungu kwangu, kunishika mkono kwamba ole wako, na namshukuru Mungu. Baada ya pale sio kama niliacha pombe, niliendelea, lakini leo ikawa inarudi, lakini kwa neema ya Mungu nikaacha. Mimi niko nafuta na sigara pakiti 4-5 Embassy kwa siku uko unamaliza. Lakini Mungu alivyoondoa hizo roho, mimi siwezi kujitetea hilo. Nikakuta nimeacha vyote hivyo, na nikaanza roho ya Mungu niende kwake. Na namshukuru Mungu, amenitoa mbali sana. Amenitoa mbali sana. Mimi nilikuwa sio mtu wa maombi, kuomba, kusoma Biblia. Kwanza Biblia hiyo nilikuwa naiogopa zamani. Kwa kweli namshukuru Mungu aliponitoa. Na nina imani huko duniani wako wengi vijana, hata watu wazima ambao bado wako huko duniani. Sawa kweli. Na ilichukua muda gani tokea siku ile ya tukio ambalo limekutokea na mpaka kuja sasa kubadilika kabisa kuwa Richard ambaye anampenda Mungu, anamtumikia Mungu na vile vile analipenda neno la Mungu? Ilichukua muda gani? Baada ya lile tukio niliacha kazi, nikaingia shirika moja linaitwa World Vision. Hili shirika ni shirika la Kipentekoste linalosaidia jamii kupitia watoto. Kumbe ule ulikuwa kwangu ni mlango wa kujifunza sasa neno la Mungu. Na pia kuanza kuisikia sauti ya Mungu katika madhabahu tofauti na ile niliyoizoea ya kanisa Katoliki. Unajua mabadiliko hayatokei ghafla. Ni mchakato. Kwa hiyo pale nikaanza nikaanza kusumia semina mbalimbali, nikaanza kuhudhuria makongamano mbalimbali. Kweli nikaanza kuwa na shauku. Na nakumbuka nilikuwa na msimu hata baba, tukawa tunakwenda kwenye makanisa na sali Katoliki, lakini naenda kwenye makongamano, kwenye crusades, nimeenda makanisa mbalimbali kusikia neno. Lakini hatimaye msukumo ukaja kuwa mkubwa nilivyopata kibali, nikaenda Nigeria